tumeahidi kwamba tutadadavua mengi kuhusiana na uchaguzi huu na chaguzi hizi ndogo katika maeneo mbalimbali. Na swali letu siku hii ya leo, swali kuu ni je, mbona hizi chaguzi ndogo ni muhimu kwa pande zote za kisiasa? Ni maswali ambayo tutakuwa tukijibu siku hii ya leo. Kauli yako kwa 22047. Mitandao ya kijamii inakubalika wakati ambapo Tume ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka nchini IEBC inasema ipo tayari. Baadhi ya wale ambao ni wahusika katika uchaguzi wameibua maswali muhimu kuhusiana na wizi wa kura. Wengine wameibua madai ya kutolewa kwa pesa ambazo ni hongo kwa wale ambao ni wapiga kura, na wengine wameibua maswali kuhusiana na swala la usalama. Wiki jana na wiki hii, ambaye mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, Erastus Ethekon, amewahakikishia Wakenya kwamba maswala ya vurugu na maswala ya kuzua fujo katika maeneo ya upiga kura, kule ambako kunapigwa kura, hayatakubalika. Erastus Ethekon anasema vile wakati ambapo ambaye ni Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja pia ameibuliwa na kunyoshewa kidole cha lawama na upande wa upinzani, haswa kiongozi wa DCP ambaye anasema bado hakujachukuliwa hatua ambazo zinahitajika, na anahofia huenda mambo yakawa tofauti. Imesalia siku moja, tuseme saa 24 kabla hatujaingia katika uchaguzi huo. Yote hayo tutakuwa tukiangazia hayo na ye Daktari Barak Muluka ambaye ni mmoja mtaalam katika masuala ya mawasiliano. Karibu sana studioni. Asante sana. Ninajua zimesalia saa kama 30 na kitu, lakini tukiangalia kutoka kesho ni 24. No. Lakini wengi wa Wakenya wameshuhudia jinsi ambavyo kuna cheche, ila tume ya IEBC inasema it's going to be a credible election. Hawawezi kusema kwamba utakuwa uchaguzi ambao utaaminika. Wangeweza kusema kwamba wanatarajia kwamba utakuwa ni uchaguzi ambao utaaminika, kwa sababu wale ambao hufanya uchaguzi ukose kuwa mwadilifu sio tu tume, wakati mwingine ni polisi, wakati mwingine ni wagombezi, wakati mwingine ni wapiga kura wenyewe, wakati mwingine ni utawala kwa jumla, wakati mwingine ni serikali ya kitaifa. Kwa hivyo wao ni asasi inayosimamia uchaguzi. Na yeye angetuambia kwamba ameshajiandaa pamoja na maafisa wake, pamoja na vyombo vyote na vitu vinginevyo vinavyostahili kutumika wakati huu, na kwamba wako tayari kutupa uchaguzi ambao unaweza kuaminika iwapo asasi nyinginezo zote pia zitafanya kazi yao kufuatana na wajibu wa sheria ambazo zimewekwa na mategemeo ambayo tuwategemea. Lakini yeye hawezi kuamua wakati huu kabla tujaingia katika uchaguzi kwamba utakuwa ni uchaguzi wa kuaminika. Kuna madai ambayo yameibuliwa na pande zote, na haswa upande wa upinzani kuhusiana na kule kutoa hongo kwa wale ambao ni wapiga kura, na pia lipo swala la usalama ambalo wale ambao ni upande wa upinzani akiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wanadai kwamba huenda kukazuka vurugu na wale ambao ni wapiga kura wakakosa nafasi ya kupiga kura. Swala hili lina uzito kiukweli, linaweza kutatuliwa kwa namna gani kwa muda ambao umesalia? Ni swala nyeti, swala zito, na ni swala ambalo lipo. Tumeweza kuona katika sehemu ya Kabuchai kulikuwa na mchafuko, na kufikia wakati huu hatujaona yeyote ambaye ameweza kukamatwa. Kama amekamatwa, basi wengine tuko nyuma, hatujajua, kufuatana na kule kuweza kuingilia kwa nyumba ya mbunge wa eneo hilo, kwa sababu ameegemea upande fulani na wakaweza kuiharibu. Hakuna chochote cha muhimu ambacho kimeweza kutendeka. Tuliweza kuona katika eneo la Malava kwamba polisi walipambana na raia baada ya polisi kuja kujaribu kuingilia mkutano ambao ulikuwa umepangwa, na ni mikutano ambayo imeidhinishwa wakati huu wa siasa. Tumeweza kuona katika sehemu ya Kasipul pande zote mbili zikiwa za zozana. Kwa hivyo mambo ya fujo, mambo ya ghasia ni mambo ambayo twahofia huenda tukayaona, na hasa kuyaona kuanzia usiku tu huu wa leo kufikia kesho, kesho kutwa, na hata katika nyakati za kuhesabiwa kwa kura na kutangazwa kwa matokeo.
ni jambo ovu sana, jambo la kusikitisha, lakini ni jambo ambalo huenda lipo. Na ni jambo ambalo hutokana na ukweli kwamba kila tunapokuwa na fujo za aina hii huwa zinapita tu bila watu kuchukuliwa hatua zozote. Tumeweza kusikia matamshi mabaya, matamshi ya kutishia, na wale ambao wamehusika na hayo matamshi hakuna chochote ambacho wamefanyiwa. Hapo nyuma kidogo, miezi 3-4 hivi iliyopita, tuliweza kuona maandamano katika sehemu mbalimbali za taifa. Hapa mjini Nairobi tuliweza kuona magenge ambayo yalijihami na kuharibu mali na kufanya fujo. Hakuna chochote ambacho walitendewa, na visa kama hivyo huwapa watu ule moyo wa kuendelea kuwa wakaidi, na wakati mwingine unabakia kujiuliza, je, hawa watu huenda wakawa wana mtu ambaye anawahifadhi, ambaye yeye ndiye anawapa hizo nguvu za kufanya hivyo. Mambo ya pesa zimeonekana. Mimi natoka katika kwetu nyumbani katika eneo la magharibi mwa Kenya, na bila shaka tumeweza kuona wingi wa pesa ambazo hatujawahi kuona huko kwa muda mrefu. Uchumi wa huko umeweza kuimarika kutokana na pesa kumwagwa huko kwa fujo. Hatujui kama zitaendelea baada ya kesho. Nafikiri uchumi utashuka. Umesema uchumi wa magharibi na maeneo mengine ambayo yaliyo na uchaguzi umeimarika, ila hii ni mojawapo ya yale ambayo ni electoral offense. Na tume ya uchaguzi, umemsikia yule mmoja wa wagombea anasema nimetuma mpaka clips, lakini kufikia sasa anasema hamna hatua zimechukuliwa. Na inasalia swali kuu, endapo haya madai hayatatatuliwa na tutaingia katika hizi chaguzi ndogo, watasema basi IEBC itasema imetekeleza uchaguzi ulio wa huru na haki? Watasema hivyo bila shaka, na wale waliowatangulia wote, tume iliyoongozwa na Kivuitu, tume iliyoongozwa na Isaac Hassan, tume iliyoongozwa na Chebukati, wote walikuwa wasema kwamba tumefanya uchaguzi uliokuwa mzuri, ingawa ukweli hapo baadaye uliweza kuthibitisha kwamba uchaguzi huo wote au uchaguzi hizo zote zilikuwa na walakini, zilikuwa sio tu na dosari, lakini zilikuwa na udhohofu mwingi sana. Kitu ambacho Mheshimiwa Erastus Ethekon pamoja na wenzake wanatakikana kujua ni kwamba huu uchaguzi ni jaribio tu, ni jaribio la kuweza kupeana kielelezo kwamba mwaka wa 2027 Wakenya watarajie nini. Wamewekwa kwenye mizani ya utumishi, ya uadilifu, ya ukweli, ya haki, na Wakenya wanawaangalia kwamba mutatekeleza namna gani. Mumefika hapo kweli, mmesema mmejiandaa, na tume kwa kweli kwa karibu muda wa miaka 2-3 hivi imekuwa haipo, lakini nyie mmefika hapo, mmesema kwamba mko tayari. Wakenya wanawatazama, darubini imewalenga kuhakikisha kwamba mmefanya hii kazi, na Wakenya wanaweza kuwa na imani nanyi wakati wanapoanza kuhesabu hatua za kuelekea mwaka 2027. Wakati tunazungumzia mwaka 2027, wengi wa Wakenya wana maswali. Hizi chaguzi ndogo, umesikia kila upande, umetia bidii, umetia cheche, umesikia mpaka wengine wanasema watavuana nguo, watatiana aibu. Ni kitu ambacho umesikia, na wengi wa Wakenya wanajiuliza ni wa manufaa gani kwa pande zote za kisiasa? What does it mean? Tuzichukue kama cheche za kampeni, cheche za siasa, kwamba watu watatoa matamshi fulani fulani na watatumia mafumbo kwamba nitakuanika. Wajua wanajuana, ni Waswahili, wanajuana kwa vilemba. Kuna kule ambako wametoka, wamekuwa katika safari moja. Hasa yule aliyetoa hayo matamshi alikuwa ni naibu wa rais, na alikuwa akimwelekeza
yule ambaye anamuita Goliathi. Mmoja anamsifu mwenzake kama soprano, naye soprano anamsifu mwenzake kama Goliathi, na anamwambia Goliathi kwamba nitakuvua nguo, na kujua nilikuwa katika wizara ya mambo ya usalama na ninakujua. Hao ni Waswahili, wamekuwa pamoja, wamevaa vilemba, na hata kilemba kinapovuliwa wenyewe wajua kwamba hiki kichwa ni kichwa ambacho huvaa kilemba na huwa ni kilemba cha aina fulani, wanajuana. Mbali na kutupiana hizo cheche za kisiasa, tunatarajia kwamba uchaguzi ufanyike kwa njia ya kiungwana, hivyo viweze kutengwa na kuwekwa pembeni, na waweze kumwacha mwananchi, raia, mpiga kura afanye uamuzi. Nitakupa mfano tu mfupi. Mwaka wa 1994 kulikuwa uchaguzi mdogo katika eneo la Kipipiri. Wakenya wengi watakumbuka Kipipiri mwaka wa 94, na kulikuwa cheche za moto, kulikuwa pesa nyingi zilimwagwa huko, wakalete na miti ya stima na nyaya za stima, wakalete na simiti, wakalete na mchanga, na kusema kwamba sasa maendeleo yamefika Kipipiri, mtapiga kura kwa njia hii. Na walikuwa wanauliza raia kwamba si mtapiga kura kwa mtindo huu? Hasa wakati huo serikali ya KANU ndio ilikuwa mamlakani, na wao ndio walikuwa wamewaahidi raia wapiga kura wa Kipipiri kwamba kutakuwa maendeleo mengi sana huko, na kuashiria wakawa wamevileta hivyo vyote. Na walipokuwa wakiwauliza watu wa Kipipiri, si mtapigia KANU, mgombezi wa KANU kura? Ndio. Wasema kwamba hebu onyesha kidole cha KANU, wanaonyesha. Lakini wakati wa uchaguzi, wakati wa kutenga na kuamua baina ya mbivu na mbichi, matokeo yalikuwa ni tofauti. Kwa hivyo wakati huu ni vigumu kusema kwamba ni hawa ndio watakao ibuka na ushindi, kutokana na ile mirundiko ya watu ambayo tunashuhudia katika kampeni. Hizo halaiki hizo zilikuwa ni sura fulani katika huo mtiririko. Ina maana kwamba hiyo hadithi ulioelezea mwaka 2094 huenda ikajirejelea? Nimejirejelea mara nyingi tu. Hapa Nairobi mwaka wa 1979 katika eneo la Mathare aliibuka mwanasiasa shupavu sana, aliitwa Andrew Kimani Ngumba, na alilete pesa nyingi. Na huo uchaguzi wa mwaka 1979 ndio hasa ulikuwa mwanzo wa kushirikisha fedha katika uchaguzi. Watu wa makamo yangu na wale wanaonizidi kidogo watakumbuka kwamba huo ndio ukweli. Na wakati huo hizo hela zikawa zimemwagwa kwa fujo. Siku ya kupiga kura, usemi ukawa ni kura kwa Ngumba, kula kwa Ngumba, kura kwa Waiyaki. Unaelewa hapo? Nimeelewa. Kwa waliotoa pesa unakula, lakini kura huku kwingine. Nitauliza hili. Wakati nikiwasikiza baadhi ya wachanganuzi wa siasa wanasema kushinda kwa mwenye atakuwa na viti vingi ama atashinda viti vingi katika uchaguzi ambao tunakuja, hizo chaguzi ndogo, iwe serikali iwe upinzani, huenda ikawa ndo maamuzi ama njia ya mahali tunaelekea mwaka 2027. Kuna ukweli? Ni kitu ambacho kinaitwa majaribio, test case, majaribio. Na unapofanya majaribio, unaangalia mambo ambayo utarekebisha. Unapofanya majaribio, unajipima uwezo wako, uzito wako, nguvu zako, unajipima umaarufu wako, na unaangalia kwamba kuna
makosa fulani, kuna dosari fulani, na itakuwa jambo la manufaa kwa kila upande kuzingatia ukweli, kwa sababu usipozingatia ukweli utakuwa umepata majibu au jawabu ya urongo. Serikali hasa ina ala na zana ambazo zinaweza kuisaidia kutumia imla, na inapotumia imla, iwapo itatumia imla, basi pia iweze kutizama kwamba ikitumia imla itahitaji imla kule mbele, itahitaji imla kule mbele, na itahitaji imla kwa kiasi kikubwa zaidi kuzidi vile inavyohitaji imla wakati huu, na iweze kujiuliza kama itaweza kudhibiti matukio ya hapo baadaye. Hivyo kitu kizuri ni kuzingatia demokrasia. Ikiwa umepata jinsi alivyosema Bwana Ndakwa, nimemwona kwenye runinga. Ikiwa umepoteza. Ninajua kuna mtu ameniuliza, muulize daktari, ni kinara wa DNA kule katika chama cha DNA humu nchini. Iweje wewe uliondoa yule ambaye ni candidate wako Manyasi ukaamua kujiunga na upinzani? Hasidi ni mmoja. Nitumie neno hasidi. Wengine wanatumia adui. Lakini mimi nitatumia hasidi. Hasidi ni mmoja ambaye anawatatiza Wakenya, hasa wale wa eneo la magharibi, na huyo hasidi anatakikana awapewe funzo na aweze kushindwa katika huu uchaguzi. Na kwa hivyo kama tuwaona kwamba huyu Manyasi anaweza kuharibu kura, na kuna vitu ambavyo tulikuwa tumeanza kuvipima na tukaona huyu ataharibu, na basi inastahili tumshawishi aondoke. Tuwapambane na hasidi. Na wakati tumemwambia aondoke, ukweli umejitokeza kwamba tumemwona akienda katika chumba kimoja na hasidi, na yeye sasa pia amekuwa ni hasidi. Mlidhani kumbe mlikuwa mmeketi na hasidi. Ndio hivyo. Niruhusu nikuulize hili. Tumeona wale ambao wamepewa nafasi za kuongoza kama manaibu na wasaidizi wa mabalozi mbalimbali kule Uganda, kule South Africa, na nikawa nikifikiria hizi nafasi ambazo zinapeanwa ni kitu ambacho kinasaidia katika maswala ya kujenga taifa, na ndio njia ambayo tunastahili kufanya endapo inakuwa ni wachache na waliotafuta nafasi ndio wanapewa nafasi. Ina maana gani? Ni matumizi mabaya ya mamlaka, na Rais William Ruto anastahili kutuhumiwa na kushtumiwa na kukemewa, na kisha kukemewa kwa nguvu tu kwamba anatumia mamlaka vibaya. Hiki ni kiinua mgongo. Hii ni hongo. Na inaonekana kwamba sisi sote ambao labda tungependa kupata kazi katika serikali, basi na tujirushe katika uwanja wa kuomba kura, hivi kwamba tuje tuambiwe kwamba mtateuliwa katika nyadhifa hizi na zile. Ni hongo. Hongo ni hongo. Umesema hizo kubaliwe tu kwamba ni hongo. Umesema kuchaguliwa kwao ni hongo, hamna kitu kingine. Hakuna kitu kingine. Qualifications kama wako qualified? Watu ambao wana qualification ni wengi. Wewe kwa mfano umehitimu, mimi nimehitimu sana zaidi. Na wale wengine wanaotizama wakati huo wamehitimu tu pia, wengine nao zaidi ya kunishinda, lakini hawajafikiriwa. Na hili jambo pia lazima tulikemee. Hili jambo la hasa kuambia watu wanaopiga kura kwamba msipochagua eti maendeleo hayatakuja huku, eti huku mtabaki nyuma. Na watuambie pia kwamba hamtalipa ushuru. Na watuambie kwamba jitengenezeni serikali yenu hapa kwenu. Watuambie kwamba jitwalieni ushuru nyinyi wenyewe na mfanye mipango yenu. Tutakubali tu. Tutakubali kama Kumbuka Rais William Ruto anasema we are heading to a first world
country. Hapo ndio tunaelekea. Haiwezekani. Wacha nikuambie, hizo ni ndoto, na nitakuambia ni kwa nini ni ndoto. Hamwezi kuwa mnaelekea kuwa first world country ile ambayo anazungumzia rais na mnaiba kura. Hakuna ushahidi daktari. First world country. Kura zimekuwa zikiibiwa nyakati hizi zote. IEBC yenyewe inawekwa hapo ikiwa na malengo ya kuweka watu ambao wanaweza kuingiza kwa mkono wakasaidia timu moja. Refa anasaidia mpira kuingia wavuni. Haiwezekani mkawa ni first world country. First world country ni ile ambayo Donald Trump anamwambia naibu wake kwamba unapofika kule kwenye Congress uende ukabadilishe vitu viingie namna hii, na naibu wake wa rais anavikataa vitu vya aina hiyo. First world country itaanza katika mawazo yetu kabla hajaingia katika miundo mbinu. Miundo mbinu ni kitu cha baadaye tu, kwamba hivi vitu vya siasa za matusi, siasa za kunyorosha watu viboko wakati ambapo wanajaribu kufanya kampeni yao, siasa za kuingilia boma la mbunge na kuvunja milango na madirisha kisha unasema kwamba utakuwa first world country. Hakuna kitu kama hicho. First world country inatokana na nidhamu, na ni nidhamu kila mahali, katika kila mtu. Nidhamu katika barabara. Umesema tuko mbali. Barabara zetu. Siku ile utaona pikipiki zimeacha kuendeshwa kiholela holela, kwamba hujui kama itatoka kushoto au kulia au nyuma au pembeni. Utajua kwamba tumeanza kuwa first world country. Wakati ambapo utapata hakuna shule ambazo ni za bandia, tutaanza kuwa first world country. Kauli yako ya mwisho kuhusiana na hizi chaguzi ambazo tunaelekea? Kauli yangu ya mwisho ni kuweza kutoa tu maombi. Kwanza kwa raia wapiga kura katika hayo maeneo yote, na hata kwetu nyumbani. Wewe umesema Malava, mimi Khwisero ndio ninatoka huko. Kisa ya Mashariki ni huko kwetu. Wajitokeze kwa wingi tu na wasipige kura kutokana na vishawishi vya kupotosha au vitisho. Wapige kura kutokana na nafsi zao za ndani, kwamba huu ndio kweli, na walio wasimamizi nao pia waweze kutafuta nafsi zao za ndani na kuziuliza maswali. Asante. Asante sana daktari kupata nafasi kuzungumza nami. Najua ulikuwa na mengi ya kufanya, lakini ukaamua kuwa hapa, na ndo hivyo ushauri wake natumai kwamba utazingatiwa, na tutakuita tena chaguzi zikiisha kuona kulikwenda namna gani.